Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa inayoendelea inayoitwa Sina Makosa sehemu ya 6. Sina Makosa ni simulizi ambayo inamwangazia kijana wa kuitwa Kituro pamoja na rafiki yake Zegadi ambao walisoma pamoja na baadaye wakaja kutengeneza udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wa chaneli hii. Mimi ninachokuomba na kukusihi, subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu sehemu ya 6 ya simulizi hii, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kilitokea. Baada ya kuwa wamemaliza kuzungumza mazungumzo yao, siku hiyo ilipita na kesho yake wakaamua kutengeneza biashara yao kama kawaida. Lakini Kituro yeye akasema hawezi kwenda. Zegadi alivyokuwa anataka kuanza kulalamika kwamba kwa nini hataki kwenda, rafiki yake yaani Kituro alizungumza huku akisema, ndiyo maana nikakwambia rafiki yangu, acha kuogopa hao mabinti. Mimi ndo nakwambia, nimekwambia wana hela chafu. Unakaa unaogopa mwenzio. Kwa kuto kumuogopa nilimuuzia bidhaa, akaona kabisa kwamba mambo yako vizuri, na nikamkarimu kabisa. Ndiyo maana wakati wameleta ile baisikeli, mimi nilipewa pesa za kutosha tu. Hebu zitazame kwanza uone. Ndio nakwambia wewe unaacha kuna ogopa, unakuwa kama lishamba tu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro, Zegadi kweli aliziona zile fedha, kwa sababu Kituro aliamua kumuonyesha Zegadi zile pesa. Lakini Zegadi alianza kuwaza huku akijisemea kimoyo moyo, hizo pesa zitakuwa na usalama? Yeye anaanza kuzichukua akifikiria kwamba kuna usalama, kwa sababu hajajua ni mitego gani huenda wameweka. Kesho na kesho kutwa, huyu rafiki yangu huyu watakuja kumtoa berenge huyu. Wengoja tu mpaka hapa Bugureni atapaona ni pabaya. Kilichomwambia atoke huko kijijini na kuja hapa, alafu anakuja naanza kuparamia madada wa humu mjini. We muache ajichanganye tu.
Akiwa anaendelea kuwaza mawazo hayo, alikuwa ametulia tuli. Hapo ndipo ambapo Kituro alianza kuzungumza huku akisema, rafiki yangu, mbona kama vile nakuona una mawazo? Kuna nini tena? Au nimekukera kukuonyesha hizi pesa? Ni nyingi kweli. Ndio maana nikakwambia, ukiona mtu namuuzia karanga kwa bei fulani, afu kaona anakuongeza na kukuongeza, haufurahi? Huu ndo mwanzo wa ushindi wa maisha. Sasa rafiki yangu, sikiliza, mimi hii hela sitaki niitumie, nataka tuiweke kwenye akiba yetu ambayo tunaendelea kujizalisha, ili niweze kujua huko mbele tutasaidiana vipi. Si ndivyo ambavyo biashara zetu zinavyoenda, na huwa tukipata faida tunatunza pamoja. Sasa hii pesa mimi naichukua niweke kwenye faida. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi alizungumza huku akisema, rafiki yangu, hamna hiyo pesa, mimi sitaki unichanganyie. Mimi siwezi kujua imetokea wapi. Wewe kama ndapo ni majini, je, wewe akija kisomba kabisa na pesa zetu zote ambazo tumeshazitafuta? Wewe pesa ngumu ujue. Afu tena unataka kuwapatia hao? Kama je wamekupa pesa za chuma ulete, nakuja unaziweka unazichanganya na hizo. Hebu ziweke kwanza pembeni, nikiona zimekaa kama wiki 2 hivi, basi hapo ndo nitaamini. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, basi Kituro hakutaka kuwa mbishi, aliziweka pembeni zile pesa ili kuepusha ugomvi ambao huenda ungeweza kutokea, kwa sababu huyu mtu amekataa kabisa, hataki zichanganyike na ile faida ambayo wanayoipata. Siku hiyo ikabidi Zegadi aondoke peke yake, aende mitaani na kuanza kuuza na baisikeli yake kama ilivyo kawaida. Lakini kuna sehemu ambapo alifika, alipokatiza tu akamwona Recho Baltazari anakuja. Na Recho baada ya kutazama hivi akagundua kabisa kwamba hapo mbele kuna kijana ambaye ana baisikeli. Alipokuja kuchunguza vizuri, akakuta ni Zegadi ndiye ambaye anaendelea kuuza karanga, akiwa anaendelea kupitisha mitaani. Hapo ndipo baada ya kumuona, moyo ulianza kumsokota wa kimahaba. Mwisho wa siku alitamani sana kama angemsogelea na kumkumbatia. Kilichotokea, Recho Baltazari alitoka hapo alipokuwa amesimama na kuanza kukimbia kumfata pale ambapo alipo Zegadi. Baada ya kwenda, alienda huku akiwa anaendelea kuwahi. Alipokuwa akitaka tu kumsogelea, baada ya kusikia kuna vishindo vya mwanamke akiwa anakimbia, alipokuja kutazama vizuri akakuta ni yule Recho. Zegadi aligeuza baisikeli na kuanza kuchomoka mwendo usio wa kawaida. Akakimbiza baisikeli kweli kweli. Humo njiani akawa anapishana na wateja ambao wanataka kununua, wakijaribu kumsimamisha, maana walikuwa wameshazoea kuwaita we karanga.
lakini hana uwezo hata wa kusimama. Yaani alikimbia mno. Recho alivyokimbia na hatimaye akaona amechoka, aliamua kugeuza na kurudi huko alipokuwa. Alirudi, alipofika pale pale ambapo alipokuwa amesimama, alianza kuwaza kimoyomoyo huku akijisemea, maskini ya Mungu, naendelea kuwakimbiza vijana wa watu na wameshaonyesha dalili ya kutonihitaji. Lakini kwani moyo, kwa nini unanilazimisha nifanye vitu vya ajabu? Yaani mtu anipendi, lakini naendelea kumlazimisha. Mungu, hebu uangalie moyo wangu. Kwa nini umempenda sana huyo kijana? Kuna nini? Lakini sawa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo akiwa anaendelea kuwaza kimoyomoyo, ndipo ambapo kuna jamaa mmoja ambaye ni mwanaume alikuja na kutokea hapo hapo ambapo aliposimama, na hatimaye alianza kuzungumza huku akisema, "We dada, ninakuona umesimama hapo kwa muda mrefu. Kwa nini umesimama hapo kwa muda mrefu? Yaani mimi nimekaa kwa wale wacheza bao pale, nimekutazama, bado umesimama hapo hapo. Unamaanisha nini? Au ni kitu gani ambacho kinakusumbua?" Baada ya huyo mtu kuzungumza, Recho alishtuka, ikabidi atazame vizuri. Baada ya kumwangalia juu mpaka chini, hakumjua kabisa kwamba huyo atakuwa ni nani, kwa sababu sura ilikuwa ni ngeni na ni mtu ambaye hajawahi kabisa kukutana naye. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 6 ya simulizi hii inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Kituro akiwa anaendelea kuzungumza na rafiki yake Zegadi, ambapo walikuwa wanatakiwa kwenda kuuza biashara tena. Kituro amekataa kwamba yeye hayuko tayari kwenda kuuza biashara kwa sababu ameambiwa au ameamua kwamba wiki nzima asiende kufanya biashara. Kumbe huku alikuwa ameambiwa na yule binti wa kuitwa Regina kwamba hataki kumuona tena mtaani akiwa anauza karanga. Amempa hiyo hela, manake itakuwa ni ya wiki nzima, na hiyo pesa hakuweza kuificha. Ameamua kumwonyesha rafiki yake Zegadi, na akamshauri kwamba waiweke katika faida yao ya kila siku, ambapo wakienda kuuza wakipata wanaitunza. Lakini Zegadi ameonyesha ukakamavu wa kukataa hilo tendo la kuchukua hiyo pesa na kuichanganya kule. Huenda inaweza ikawa ya chuma ulete. Je, ni kitu gani ambacho kitakachotokea? Twende pamoja. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel,
Na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam The King.